ndugu wanahabari, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha kwamba limemkamata mwalimu Mkame Living Mwaisumo. Huyu ana miaka 30, ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha pili. Hili tukio limetokea tarehe 19 mwezi wa 3 muda wa asubuhi katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo wilaya ya Kilosa, ambapo mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, jinsia ya kike, mwenye umri wa miaka 16 wa kidato cha pili, alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alipokuwa amemtuma kwenda kufuatilia mwongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo akiwa huko, na huyu mwalimu alikuwa anakaimu mwalimu mkuu kwa siku hiyo, kwa hiyo alimtuma wanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtuhumiwa amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili, lakini uchunguzi wa kisayansi unaendelea ili kukamilisha upelelezi. Wakati huo Jeshi la Polisi limefanikiwa kumkamata dereva aitwaye Abubakari Adam Michango mwenye umri wa miaka 30. Huyu ni dereva na mkazi wa Tabata Kinyerezi, Dar es Salaam, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari yenye namba ya usajili T 661 BXW ikiwa inavuta tera namba T 489 BHC kwa kulichoma baada ya kuiba mafuta aina ya diesel lita 35,700 yenye thamani ya shilingi milioni 77,112,000. Hii ni mali ya kampuni ya Asa Logistics Tanzania Limited yaliyokuwa yanasafirishwa kutoka nchini DRC Congo, tukio ambalo lilitokea Machi 16, 2025 mkoani Morogoro. Kama mtakumbuka tu taarifa kwamba tunamtafuta huyu dereva, kwa hiyo tumefanikiwa kumkamata na hatua za upelelezi zaidi zinaendelea. Aidha, niwafahamishe kwamba katika misako yetu inayoendelea tumefanikiwa kuwakamata jumla ya watuhumiwa 10 au wamekamatwa katika msako mkali uliofanyika Machi 14, 2025 mpaka sasa bado unaendelea dhidi ya ujangili, ambapo ulijumuisha vikosi maalum kutoka Jeshi la Polisi, TAWA na TANAPA, ambapo jumla ya silaha 3 zilikamatwa. Hizi silaha za moto 3 zilikamatwa wakiwa wanatumia katika uwindaji haramu wa wanyama waliozuiliwa kwenye hifadhi za taifa. Silaha zilizokamatwa ni shotgun 2 na gobole 1 linalotumia risasi za shotgun. Pia zimekamatwa risasi 22, vichwa 6 vya risasi za kienyeji, maganda 9 ya shotgun, vifaa vya kutengenezea risasi 139 na baruti koko 2 ndogo. Pia vimekamatwa vichwa 2 vya mnyama anaitwa sia au common vika, miiba 128 ya mnyama nungunungu, pinde 1, mishale 4 na vichwa vya mishale 15. Waliokamatwa kama nilivyosema wako 10. Ni Safari Pasco Tamba miaka 23, ni mkulima mkazi wa Tanga. Jacobo Amori Chigangi miaka 50, mkulima mkazi wa Merera. Lakini amekamatwa Matias John Ndalu miaka 20, mkulima mkazi wa Merera. Amekamatwa Hussein Rashidi miaka 66, mkulima mkazi wa Merera. Amekamatwa pia Athmani Robert Matonya miaka 48, mkulima na mkazi wa Vianzi Mlandizi. Amekamatwa Ismaili Omari Mahioro miaka 75, mkulima mkazi wa Tandika, Dar es Salaam. Wengine ni Shabani Mohamed Kalesera miaka 50, huyu mkazi wa Mkundi. Bakari Haruna Nzile miaka 53, Abdukarim Ibrahim Mashaka miaka 55, mkazi wa Kilombero, na Nestor Gabriel Mkami miaka 58, mkulima na mkazi wa Merera Mlandizi. Jeshi la Polisi linawashukuru wananchi wote kwa ushirikiano mkubwa wa kutoa taarifa na kufanikiwa kwa kukamata watuhumiwa wa matukio yote. Ushirikiano huu uendelee kwa mustakabali wa jamii yetu na taifa kwa ujumla. Ni silaha ambazo tumezikamata kwenye hiyo operation. Kama nilivyosema, tuna hizo silaha shotgun 3 kama ambavyo mnaziona. Mariam. Hii ni upinde. Mtu alikuwa na hizi silaha lakini pamoja na hizi pini au wote. Nimesema nilikuwa ni operation ya ujangili. Angalia risasi ambazo zinatumika kwenye hizi bunduki za shotgun. Lakini kuna maganda ambayo tayari yalishatumika kwenye uwindaji.
baruti ambayo tumeeleza ni hii. Huyu manake anaandaa kuziweka kwenye kuna risasi ambazo anatengeneza kienyeji ndio zinazojazwa hii baruti kama hivi. Yaani risasi ambayo imetengenezwa kienyeji. Anachokifanya ni kuandaa vifaa hivyo na kuweza kujazia baruti. Hii mifupa ni ya nungunungu. Nungunungu naye ni nyara au kuwindwa kienyeji kama hivyo. Lakini tunakuta na hii na ukiangalia ni mitego ambayo wanatumia wakati mwingine kuwanasa hao wanyama. Haya ni manyoya ya ndege porini.